Karibuni sana Mkombozi Bank. Ninayo furaha ya kuwa nanyi leo, na kwa kupitia ninyi nitapenda kuongea na wadau wetu mbalimbali, wanahisa lakini wateja pia. Ningependa nijikite kwenye matokeo ya ufanisi utendaji wa benki kwa mwaka 2025 ambayo imetuwezesha kupiga hatua muhimu sana, na nitaongelea mambo machache ya msingi ambayo tumefanya mwaka 2025 ambayo pengine wadau wetu wangependa kuyafahamu. Kwanza kabisa tumeendelea kuweka kipaumbele katika uendelezaji wa miundombinu yetu ya kutoa huduma za bank, ikiwa ni matawi, kupanua matawi yetu, lakini pia kupanua miundombinu mingine kufungua tawi hilo kwa sababu mwaka jana. Lakini mwaka huu pia tumefanikiwa kufungua tawi Kahama. Ni sehemu muhimu sana, na mwezi wa 5 tulifanikiwa kufungua tawi pale. Lakini pia mwezi wa 6 tumefanikiwa kufungua kituo cha biashara, tuseme tawi dogo, katika mkoa wa Pwani, wilaya Bagamoyo. Kwa hivyo mwaka 2025 umekuwa ni mwaka ambao tulitimiza ndoto za kuwa na vituo vya huduma au matawi kwenye maeneo muhimu ambayo kiuchumi yanahitaji huduma za kibenki, lakini kimkakati tulikuwa tumenuia sana kuwa kwenye maeneo haya. Lakini tumeendelea kupanua wigo wa huduma zetu za wakala, na hivi tunavyoongea tuna wakala wa benki zaidi ya 2500, na kati ya hao tuna wakala wa kimkakati takriban 32. Wakala wa kimkakati ni nini? Hawa ni wakala ambao tumewaanzisha kwenye taasisi au maeneo ya kanisa Katoliki, na kanisa Katoliki kwa sababu tumechagua kanisa Katoliki kama mteja wetu mahususi, tunasema niche market. Kama tunafahamu wote, kanisa Katoliki ni moja ya taasisi ambazo zinatoa huduma za kijamii, ukiacha huduma ya imani kwa wale ambao wanaamini Ukristo Katoliki, lakini pia kanisa linatoa huduma nyingi sana kwenye eneo la elimu, mashule, lakini afya na huduma zingine za kijamii. Kwa hivyo tumekuwa na mkakati mahususi wa kuanzisha vituo vya kutoa huduma kwenye maeneo ya kanisa, lakini pia maeneo ya taasisi ambazo zinamilikiwa na kanisa. Kwa hivyo tuna wakala zaidi ya takriban 32 wanaotoka kwenye eneo hilo. Lakini zaidi kwa mwaka 2025 tulifanikiwa kiutendaji, kwa maana sisi ni benki ya biashara, na benki ya biashara inapimwa kwa ufanisi wa biashara, na ufanisi wa biashara kigezo kikubwa ni faida. Nafurahi kuwatangazia wadau wetu kwamba mwaka 2025 benki yetu imepata faida nzuri kabla ya kodi shilingi bilioni 17 na ushauri kidogo, na hiyo iliwezeshwa na ushirikiano haswa wa wadau wetu mbalimbali na wateja wetu ambao wametupa nafasi ya kuwahudumia, lakini juhudi na maarifa mbalimbali ya watendaji wetu ambayo imelenga kwenye kuhakikisha kwamba tunaendesha biashara hii kwa gharama za chini kadri inavyowezekana. Na kwa maana hiyo mwaka huu 2025 kwa matokeo hayo tumekidhi vigezo vyote vinavyoruhusu kulipa gawio kwa wanahisa, na vigezo hivyo vimewekwa na Benki Kuu ya Tanzania, na kati ya hivyo vikubwa ni uwiano wa mikopo chechefu ambao unatakiwa uwe si zaidi ya 5%, si tulikuwa chini ya 5%, na pia uwiano wa gharama na mapato ambao hutakiwi kuwa zaidi ya 55%, na si tulikuwa chini juu ya chini ya 55%. Na kwa hivyo tulikidhi mahitaji hayo, lakini zaidi sana tulikidhi mahitaji ya uwezo wa kulipa gawio, kwamba tulikuwa na faida limbikizi ya kutosha kulipa gawio. Na kwa hivyo kutokana na matokeo hayo tunafurahi kutangazeni pia kwamba mwaka wa 2025 tumependekeza
bodi ya wakurugenzi ya benki imependekeza kulipa gawio la shilingi 100 kwa hisa. Shilingi 100 kwa hisa. Wenzangu wanaweza kufikiri shilingi 100 kwa hisa ni ndogo. Si ndogo. Ukifanya utafiti wa mabenki ambayo yamelipa gawio au yanatangaza kulipa gawio mwaka huu, utagundua kwamba Mkombozi Benki ni ya pili kwa kulipa gawio kubwa au nono kwenye list ya mabenki ambayo yanalipa gawio kwenye soko la hisa na mitaji la Tanzania. Nitaomba msiniulize nani wa kwanza kwa sababu za kiushindani sitataja, lakini mtafute kiuchunguzi, uandishi wa kiuchunguzi mtajua. Hii ni hatua nzuri sana. Mwaka wa jana tulilipa gawio la shilingi 92 na senti 40. Kwa hivyo shilingi 100 ni hatua nzuri, na tuna matumaini kwamba mwaka unaokuja tutalipa gawio nono zaidi, na hili litategemea sana ushirikiano, ufanisi wa biashara yetu. Na kwa namna hiyo sasa nichukue nafasi hii pia kuwaalika wadau wetu, wanahisa na wateja mbalimbali waendelee kutushika mkono. Tufanye biashara na Mkombozi Benki. Tutumie Mkombozi Benki kuwahudumieni ili tuwape huduma, lakini wakati huo huo tuwaandalie gawio ninyi ambao ni wawekezaji kwenye benki hii. Asanteni sana.